Naitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Polisi Tasiana Sisti Kweka. Nimekuja kuongelea tu maendeleo endelevu tuliyoyapata nchini Tanzania. Nchi yetu ya Tanzania tumepitia maendeleo mengi sana tangu tulipopata uhuru mwaka 1961 katika sekta mbalimbali, lakini nigusie katika swala la reli yetu. Reli yetu ya uhuru imeanza kujengwa mwaka 1905. Wakati huo ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni, na kipindi hicho alikuwa kitawala mkoloni wa Kiingereza. Na reli hii tukiangalia historia, katika huo mwaka 1905 ilianza kujengwa hapa Tabora, ikajengwa ikaenda mpaka mkoa wa Katavi, ikaenda mpaka mkoa wa Kigoma, lakini ikaenda mpaka mkoa wa Mwanza. Hii reli ilimalizika kujengwa mwaka 1912. Sasa unaweza ukaona hapo kwa kipindi hicho mpaka leo reli hii bado inatumika. Na serikali yetu ikaona hatuishii hapo tu, lazima tubadilike. Mwaka 2017 serikali ilianza harakati za kujenga reli ya kisasa. Na reli hii ya kisasa imejengwa kuanzia 2017, na mwaka 2024 Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alifungua rasmi na ikaanza kufanya kazi ya kusafirisha abiria kutoka Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma. Sasa pamoja na kuwa tumeyapata maendeleo haya, lakini reli yetu ya uhuru haiwezi ikafa. Lazima iendelee kufanya kazi kama kawaida, na lazima iendelee kulizalishia taifa. Tunaangalia usafirishaji wa abiria kupitia mikoa ya Pwani mpaka bara. Abiria wanasafiri kwa usafiri mzuri kabisa, na ndio usafiri ambao unaaminika kuliko usafiri mwingine. Lakini pia kuna mizigo inavushwa kutoka Dar es Salaam mpaka mikoa ya bara huko mpaka Kigoma, Mpanda, inatoka Dar, inapitia kwa njia ya treni. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo treni yetu inatusaidia. Ukiangalia manufaa tuliyokuwa tukiyapata kipindi kile cha kabla ya uhuru, ilimnufaisha zaidi mkoloni, lakini sasa hivi inatunufaisha sisi wa Tanzania. Na reli hii imejengwa kwa kodi za Watanzania. Kwa hiyo sasa wito wangu katika jamii yetu ya Tanzania, tuilinde hii reli isife. Tuhakikishe kwamba reli yetu inaendelea kufanya kazi pasipo kuhujumiwa. Kiangalia sasa hivi kuna hujuma mbalimbali zinafanyika katika njia ya reli. Watu wanang'oa vyuma vya reli kwenye njia, lakini wanakwenda kuuza kwenye makundi ya wauza vyuma chakavu. Lakini ukiangalia tena kipande kile cha Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma, watu wanahujumu, kopa waya zinakatwa, kwa hiyo umeme unakatika ghafla kwenye njia ya reli. Kwa hiyo ni hatari zaidi kwa maisha ya watu, lakini ni hatari zaidi kwa kuharibu miundombinu, kwa sababu hii treni inapopita kwenye ile miundombinu, kama imeharibiwa ama kung'olewa kitu kimoja katika njia, inaweza kusababisha ajali, na ajali hizo zinaweza kupelekea vifo na watu kupoteza maisha. Lakini sasa tutoe wito kwa Tanzania kwamba tujenge uzalendo wa kupenda maendeleo yetu. Watu wengi wanachukulia kwamba hivi vitu ni vitu tu ambavyo vipo, havina umuhimu. Lakini ukiangalia sisi tuko pale stesheni, treni kisimama tu kutembea kwa muda wa wiki hata moja, malalamiko ya wananchi yanakuwa mengi sana. Wanauliza kwa nini usafiri wa treni haupo. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akaiona haina faida, lakini kwa upande mwingine kuna mwingine anaitegemea zaidi.
Kuna watu wale wa daraja la chini wamezoea kusafiri kwa usafiri wa treni, kwa sababu usafiri wa treni uko chini ukilinganisha na kwenye mabasi uko chini. Kwa hiyo unawanufaisha wananchi wengi. Kwa hiyo nitoe wito kwa Tanzania, tusiharibu miundombinu ya reli, kwa sababu tukiharibu tunajihujumu sisi wenyewe, kwa sababu hizi ni kodi zetu zinatumika kwa ajili ya kuleta maendeleo. Na tunapoharibu pale, serikali itatumia kodi hizo kwenda kurejesha vile ambavyo vimeharibiwa au vimehujumiwa. Kwa hiyo badala hii pesa ambayo inaenda kurudisha vile vilivyoharibiwa au kuhujumiwa, ingejenga labda mahospitali, labda ingejenga mashule. Lakini inaenda kufanya kitu ambacho tayari kilishapangiwa bajeti na kilishafanyika. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi wenyewe tunajichelewesha kupata maendeleo. Tunajichelewesha sisi wenyewe. Kwa hiyo kama tukiungana sisi pamoja, tukapiga vita hujuma kwenye miundombinu, nchi yetu itafika mbali zaidi.